tarehe 17 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kukaribisha mtazamaji kuitazama taarifa yetu ya habari kutoka hapa Abu TV. Msomaji wako ni mimi Macklin Kamote, na kama kawaida tuna mkusanyiko habari za kitaifa na kimataifa. Na moja kwa moja tunaanza na habari zetu za kitaifa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Dr. Deusi Sangu amelihimiza baraza la vyama vya siasa kuwa na jukumu la kujenga umoja wa kitaifa kwa kuwa swala hilo ni la Watanzania wote. Amesema hayo mjini Morogoro wakati akifungua warsha kwa wajumbe wa baraza la vyama vya siasa, ambapo amesema Tanzania ni nchi isiyo na dini na wananchi wana uhuru wa kuabudu, huku akieleza kuwa vitabu vyote vya dini vimesisitiza umuhimu wa umoja na amani. Waziri Sangu pia ameungana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kutoa pongezi kwa viongozi wa vyama vya siasa walioshiriki kuwania nafasi ya urais kwa kuonyesha demokrasia na uzalendo. Sina shaka nyote mtakubaliana nami kwamba baraza la vyama vya siasa ni jukwaa muhimu sana la mustakabali wa maendeleo na mahusiano ya vyama vya siasa. Hivyo basi niwaombe sana wenye viti, makatibu wakuu wa vyama vya siasa wenye usajili kamili, endeleeni kulitumia baraza hili ambalo wakati wote limekuwa likifanya kazi nzuri sana ya kuimarisha mahusiano baina ya serikali na vyama vya siasa, lakini pia baina ya vyama vya siasa wenyewe. Baraza hili ni chombo muhimu sana, litumieni. Sisi tuhakikishie tutawapa ushirikiano mkubwa katika utekelezaji wa majukumu yenu, kwani mahusiano mema ni muhimu sana katika nchi yoyote yenye dhamira ya maendeleo ya taifa lao. Tunavyoanza utekelezaji wa dira ya 2050 ambayo imejengwa kwa msingi wa amani, tuendelee kudumisha amani na mshikamano, upendo na umoja, ili tuweze kufanikisha malengo ya kuijenga Tanzania kwenye miaka 25 ijayo kufikia 2050. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Kazi na Mahusiano Bi Zuhura Yunus amesema wizara itaendelea kushirikiana na baraza la vyama vya siasa katika kuhakikisha masuala ya amani, maelewano na maendeleo yanaimarishwa. Naamini tutaendelea kushirikiana kwa karibu zaidi na vyama vya siasa na wadau wa siasa kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa katika kuimarisha mahusiano baina ya serikali na vyama vya siasa. Nao viongozi wa baraza la vyama vya siasa wamesema wataendelea kulinda amani nchini, hususan kwa kuelimisha vijana kuhusu umuhimu wa kudumisha utulivu na mshikamano wa kitaifa. Mada hii na somo hili linakuwa ni muhimu sana kutolewa kwa wadau wetu hao ambao sisi tunapenda kuwaita wakala wa amani. Na tunapoongelea amani, hatuwezi kuweka pembeni swala la mahusiano. Kwa hiyo tuliona kwamba kwa sababu jukumu kubwa la wanasiasa, mbali na hizo propaganda zao za siasa ambazo zinabeba mambo mengi, na mimi na wewe ni mwanasiasa, lakini nyuma yake dhana kubwa ni kudumisha amani na kushiriki mshikamano wa taifa. Mkazo wetu ni kulinda amani yetu na kulinda umoja wetu na kulinda uhuru wetu. Tuwe na mshikamano hasa katika kizazi kipya hichi kilichopo sasa. Wajue sasa vijana wajibu wao, tuondekane na ile mihemuko ya kuona kuna mambo ya mataifa mengine tukaamua kuiga kinyume na maslahi mapana ya taifa letu. Sisi baraza la vyama vya siasa ni mawakala wa amani na utulivu wa demokrasia katika nchi yetu. Tunaelekea huko mkoani Mwanza. Watoto mkoani Mwanza wilayani Misungwi wameiomba serikali na jamii kwa ujumla kuendelea kupinga vitendo vya ukatili dhidi ya watoto na kuhakikisha wanapata haki zao za msingi ikiwemo elimu ili waweze kufikia ndoto zao za maisha. Wito huo umetolewa na baadhi ya watoto wakati wa maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika ngazi ya wilaya yaliyofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Mitindo wilayani Misungwi. Kwa serikali na vyombo vya dola, tunaomba kuongeza kwa nguvu katika kusimamia sheria zinazolinda watoto na kuchukua hatua kali za kisheria kwa wale wote wanaojihusisha na ukatili wa aina yoyote dhidi ya watoto. Kwa jamii nzima, turudi kwenye utamaduni wetu wa kulea mtoto kama jukumu la jamii nzima. Mtoto wa mwenzio ni wako. Tusiache mtoto akaharibika kimaadili kwa sababu tu si wa kumzaa. Tukishindwa kulea leo, tutalipa gharama kubwa kesho kama taifa kwa kuwa na nguvu kazi sio na maadili wala uzalendo. Kwa jina naitwa Leonida John Silvanus. Natokea katika mradi wa Black Maendeleo ambao unaendelea kuhamasisha watoto walio na umri wa miaka 12 hadi 17. Pia tunaiomba serikali pamoja na wazazi
washirikiane katika kupinga ukatili dhidi ya watoto ambao unaendelea katika jamii yetu, pamoja na kuzuia kuwafanyisha kazi ngumu ambazo zinarudisha maendeleo yao ya kitaaluma. Kwa upande wao, wadau wa maendeleo ya watoto kutoka mashirika mbalimbali yanayotetea haki za watoto yakiwemo Compassion Black na Tahea wamewataka wazazi na walezi kuacha tabia ya kuwatumia watoto katika shughuli za biashara wakati wa masomo na nyakati za usiku, ambapo huathiri maendeleo yao ya kielimu na kuwanyima fursa ya kukua katika mazingira salama. Changamoto ya kwanza wanaipata watoto wananyanyaswa na wazazi wao, wanafanyishwa kazi ngumu, wanafanyishwa biashara usiku. Pengine watoto wengine wanachapwa na wazazi wao, wananyimwa chakula. Leo hii ni siku ya tarehe 16 mwezi wa 6 2026, tupo Misungwi, tunaazimisha siku ya mtoto wa Afrika. Tunaomba wazazi popote mlipo muendelee kuwalea watoto wenu vizuri, msiwanyanyase watoto wenu, maana ni taifa la kesho. Pia muendelee kuwapatia watoto elimu ili waweze kutimiza malengo yao ya kesho, wapate maisha yao mazuri. Mimi ni mratibu wa kituo cha huduma ya mtoto kanisa la AICT Misasi, na niko hapa kwa niaba ya vituo vyote vya huduma ya mtoto katika klasta yetu ya Misungwi ambavyo ni vituo 10. Lakini siku ya leo tumeweza kushiriki mahali hapa pamoja na halmashauri yetu ya Misungwi kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, ambayo kimsingi ilikuwa inazungumza habari za haki za watoto, tukiangalia watoto na haki zao na malezi bora katika familia zetu. Kwa kweli kupitia maadhimisho haya tumeweza kupokea ile risala ya watoto, ikiwa inazungumza namna ambavyo wanasisitiza jamii kuweza kulinda haki za watoto, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba watoto kwanza, tunakubaliana kabisa kwamba watoto hawa wanahitaji elimu, wanahitaji malezi, wanahitaji kulindwa. Kupitia maneno hayo, basi sisi kama shirika la Compassion pamoja na wakilishi tuliofanya mahali hapa, tutaendelea kusisitiza wazazi ambao tunashirikiana nao katika malezi ya watoto ili wahakikishe kwamba wanazitunza hizi tunu 4 haki za watoto ambazo zimetajwa mahali hapo, tukiwa tunahakikisha kwamba kila mtoto analindwa, kila mtoto anapendwa na kupewa haki zake za msingi, ikiwa ni pamoja na elimu. Kumekuwa na changamoto ya wazazi kuwafanyisha watoto kazi wakati wa masomo hadi nyakati za usiku. Sisi kama shirika la Tahea na wadau wakubwa wa mtoto tunapinga vikali kuwafanyisha watoto kazi ambazo ziko nje ya umri wao, lakini tunawasa wazazi wahamasishe ama wawafundishe watoto kuwa wawajibikaji. Kwa kuyafanya hayo, sisi kushirikiana na uongozi wa jamii tunahakikisha tunatoa elimu juu ya malezi bora na juu ya haki ya msingi kama elimu, mtoto aweze kuenda shule na kupata elimu. Na pia tunawaasa wazazi kushiriki kikamilifu na kufanya kazi zao kama wazazi na uwajibikaji kama wazazi katika familia. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Misungwi, afisa tarafa wa Misungwi Josephat Mazula amekemea vikali tabia baadhi ya wazazi na walezi kuwatumikisha watoto katika shughuli za biashara na kusema kuwa kitendo hicho kimekuwa chanzo cha baadhi ya watoto kushindwa kuendelea na masomo, huku wengine wakikumbana na vitendo mbalimbali vya ukatili vinavyohatarisha ustawi wao. Asante. Lakini mara nyingi jioni napenda kutembea. Lakini kila nikitembea kule, ndugu zangu watumishi wa Mungu, jioni ile nakutana na watoto wa rika hawa wana beseni zile au zile sinia, nakuwa na karanga, zinakuwa na ndizi na mahindi wanapitisha. Saa nyingine hata sisi tumeenda labda kuangalia mipira baa kule, unakuta mtoto anakuja saa 2 saa 3 amebeba mayai. Saa 2 saa 3 ni mtoto ambaye ukimwona unashtuka kwamba huyu mtoto kwa wakati huu anatakiwa awe ndani ametulia, kama anafanya mazoezi yake ya ziada, lakini yuko ndani. Hatukatai, watoto ni lazima wawajibike kwa wazazi katika kuhakikisha wanasaidia kazi, lakini ziwe kazi za nyumbani. Kumtoa mtoto saa 1 saa 2 usiku akafanya biashara ni kumweka rehani yule mtoto. Jamii yetu imegubikwa na mambo mengi yasiyo ya kimaadili. Siku hizi tunasikia kuna mambo ya watoto wanalawitiwa, watoto wanafanyiwa vitendo ambavyo sio vya kimaadili.
Sasa sisi wazazi tunaona ndo opportunity ya kumchukua mtoto ametoka shule saa 1 saa 2 usiku akazungushe akatembeza nini mahindi na karanga, na ni usiku. Jambo ni lazima kama viongozi, kama wadau mbalimbali tulioko katika viwanja hivi tulipige vita na tulikemee kwa nguvu zote. Na wakati huo huo, katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika ambayo yatafanyika tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka huu, mkurugenzi anayesimamia masuala ya maendeleo ya watoto, maadili na malezi, Sebastian Kitiku, amewataka wazazi na walezi kuwajibika katika kutenga muda kwa ajili ya kuzungumza na watoto wao ili kutambua changamoto zinazowakabili. Bwana Sebastian Kitiku ameyasema hayo tarehe 16 mwezi huu ofisini kwake na kufafanua kuwa siku ya mtoto wa Afrika ni maadhimisho yanayofanyika kila mwaka ikiwa ni sehemu ya kuenzi mauaji ya watoto takriban 2000 yaliyotokea miaka 50 iliyopita katika kitongoji cha Soweto nchini Afrika Kusini, wakati watoto wakiwa wanaandamana kudai haki zao. Kwa ujumla wanakumbushwa kwamba mtoto anatakiwa apewe mahitaji yake ya msingi, ikiwa pamoja na mavazi, malazi, chakula, afya na kadhalika, lakini vile vile mtoto anatakiwa alindwe dhidi ya aina zote za ukatili. Lakini la tatu, wazazi wanakumbushwa kwamba wanawajibika kutenga muda wa kukaa na kuzungumza na watoto wao. Na kwa nini tunasema watenge muda? Kwa sababu mtoto unahitaji kumsikiliza kila siku, akuambie maendeleo yake ya siku, lakini vile vile akuambie changamoto anazokutana nazo kila siku. Changamoto zingine zinahitaji kupatiwa majibu ya haraka. Usipokaa na mtoto wako kila siku, hutazijua changamoto zitazomkabili. Kwa hiyo baba, mama, ndugu na jamaa wa karibu watenge muda wa kukaa na kuzungumza na watoto wao. Lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba unapokaa na mtoto unatengeneza muunganiko, unatengeneza bondi, unatengeneza urafiki. Mtoto huyu akiwa rafiki yako atakwambia anayomsibu, atakwambia maendeleo yake, lakini vile vile atakuwa rafiki yako katika umri wake na mpaka maisha yake yote. Kwa hiyo maadhimisho ya mwaka huu yanafanyika kimkoa. Mikoa yote ya Tanzania bara wameadhimisha maadhimisho haya, lakini kwa kauli ya waziri mwenye dhamana ya watoto Dr. Dorothy Gwajima, kwa umuhimu wa jambo hili, alitoa maelekezo kwamba kampeni hii ifanyike kwa kipindi cha mwezi mzima ili kuhakikisha kwamba walezi wanaelimishwa vya kutosha na watoto wenyewe. Bado tukisalia mkoani Mwanza, Waziri wa Maji Jumaa Aweso ameusimamisha uongozi wote wa management pamoja na wakuu wa idara na vitengo wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Mwanza MWAUWASA kufuatia kile alichokitaja kuwa uzembe uliosababisha wananchi katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mwanza kukosa huduma ya maji kwa zaidi ya wiki 2. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya Waziri Aweso kufanya ukaguzi wa ghafla katika baadhi ya miundombinu ya maji ambapo alibaini matanki yasiyo na maji, upotevu mkubwa wa maji pamoja na udhaifu katika usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya maji inayoendelea kutekelezwa. Akizungumza baada ya ukaguzi huo, Aweso amesema hali hiyo inaonyesha kuwepo kwa mapungufu makubwa ya kiutendaji na usimamizi ndani ya mamlaka hiyo, jambo ambalo haliwezi kuvumiliwa wakati wananchi wanaendelea kukumbwa na changamoto ya upatikanaji wa huduma muhimu ya maji safi na salama. Amesisitiza kuwa serikali haitamvumilia mtumishi au kiongozi yeyote anayeshindwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo, hasa katika sekta zinazogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Nani anahusika hapa? Kuna mawe hapa mengi sana ya kusaidi. Nauliza nani anahusika hapa? Au tuyatoe? Natoe yote. Hata nikioga usijali. Unafikiri unaridhika na huduma inayotolewa na Mamlaka ya Maji na Usafi wa Mazingira Mwanza? Mpe huyu tekniko tena. Riziki mheshimiwa. Haya, mpe mama hapa. Maji ya maunganisho ni mangapi? Tunahitaji kama maunganisho 3000. Sasa wewe Mafie, naomba Mafie simama. Mwajuma simama. Na Sita simama. Nenda ofisini kwako, naomba unipe maunganisho, nichapie mletee hapa yanayohitajika sasa hivi. Ingia kwenye system, naomba maunganisho hapa sasa hivi. Haja anamwagika, hata hajaenda kwa wananchi, mimaji ya kutosha anamwagika. Sasa kazi atafanya mkurugenzi. Lakini watu wanatambua kabisa. Tumebakisha sijui wiki 2, kila mmoja sasa hivi anataka kuchukua cheo. Badala kudili na kutoa huduma kwa watu, watu wanagombania mambo ya vyeo. Lakini ukiangalia hoja ya msingi hamna hapo. Watu wanadili na mambo binafsi. Hatuwezi kwenda hivyo.
Si mnataka sasa kazi mimi niifanye waziri na nije na katibu mkuu tuifanye, basi tumekubali tutaifanya kwa niaba yenu. La kwanza, technical manager pamoja na timu yako nimeivunja rasmi. Tutaanza upya. La pili, wala mnaja kupiga makofi. Si wizara tupo tutafanya kazi. Technical tunavunja, taika watu hapa na watafanya. La pili, management ndio yenye jukumu la kusimamia taasisi mambo yaweze kwenda. Na sisi kama viongozi tumekuja, tumezungumza nao si mara moja, si mara mbili, katika kuhakikisha na shughulikia changamoto za watu waweze kupata huduma. Tumeuliza hapa management, moja ya jukumu kubwa kuisaidia taasisi na kutusaidia sisi viongozi mambo yaweze kwenda. Wanasema hawaridhiki na kazi ambayo inafanyika hapa. Sasa kama wao ndio wenye jukumu la kusimamia mambo yaweze kwenda, wanasema hawaridhiki. Sasa nani anaweza kufanya? Taweka watu ambao wataweza kufanya. Kwa hiyo katibu mkuu, naomba uzungumze na bodi, management tutaisimamisha yote, uongozi mzima wa MAUWASA. Ndio tunapotaka, ndio tunavyokwenda hivi. Management nzima, uongozi mzima unaoitwa wa MAUWASA tutausimamisha, na kuanzia sasa mamlaka yenu itakuwa chini ya uangalizi wa wizara yetu ya maji. Asante sana na Mungu awabariki sana. Tunaelekea huko jijini Mbeya ambapo mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda amezindua kliniki ya macho ya Mateni na kuongeza uwekezaji wa zaidi ya shilingi milioni 30 uliofanywa na mkurugenzi wa kliniki hiyo Ray Mateni. Itunda amesema uwekezaji huo umewezesha vijana 15 kupata ajira na kuboresha upatikanaji wa huduma za afya ya macho kwa wananchi wa Mbeya. Mnafanya kazi nzuri sana. Kijana mdogo kabisa ambaye amekaa na wenzake wakaiona fursa ya kuwahudumia wananchi wetu wa kata hii. Kliniki hii imegharimu zaidi ya shilingi milioni 30, si hapa. Na fedha hizo hajaomba mkopo mahali popote. Amejipiga mwenyewe pamoja na marafiki zake, akaona umuhimu wa kuleta huduma hii hapa. Lakini umeendelea kuiunga mkono serikali kwa vitendo. Kupitia kliniki hii wameajiriwa vijana zaidi ya 15. Lakini umeenda mbali zaidi. Umeangalia mazingira haya, kuna wananchi wengi. Jiji la Mbeya linakuwa kila kukicha. Mkaona hii huduma tuiweke eneo hili ili wananchi wote wa kata hii waje kuhudumiwa hapa. Rai yangu kwenu, kupitia huduma hii tuendelee kuwa karibu na wateja wetu ili huduma yetu iendelee kukubalika, ili kila mmoja kwenye kata zetu zote za jiji la Mbeya wapate taarifa kwamba kama una changamoto ya macho nenda Mateni. Kwa nini? Namna mtakavyowatendi wagonjwa. Kwa upande wake Ray Mateni amesema kliniki hiyo imeanzishwa kusaidia wananchi kupata huduma bora za macho kwa gharama nafuu karibu na makazi yao. Naye mtaalamu wa macho Ruhusu Peter amesema kliniki hiyo tayari imehudumia mamia ya wananchi, huku allergy za macho na matatizo ya kuona mbali yakitajwa kuwa miongoni mwa changamoto zinazoongoza. Bwana, ni kitu kikubwa zaidi. Ni kitu cha muhimu zaidi kwa sababu hata hapa bila macho tusingeweza kuonana hapa leo hivi. Pengine tungeona kisia fulani ni fulani. Kwa sababu ya huduma ya macho, na macho ndio kitu kikubwa zaidi kinachoongoza katika uzalishaji. Kwa mtu ili aweze kuzalisha na kuweza kuongeza nguvu ya taifa, lazima afanyaje? Awe na macho ambayo yako imara. Kwa hiyo sisi tunaunga jitihada kwa upande wa macho kwa sababu lengo letu ni kuongeza uzalishaji. Kwa mtu akiwa na macho ambayo yana afya nzuri ataweza kuzalisha na kulisaidia taifa letu. Kuona mbali inatibiwa na miwani. Kwa hiyo mtu akishafanywa vipimo vyake vikishajulikana, ina maana tutampatia miwani ambayo itamsaidia kuona vizuri mbali. Lakini changamoto ya kushindwa kusoma maandishi madogo sasa kwa watu ambao umri umeenda, ile pia inatibiwa kwa miwani. Kuna miwani ipo special kwa ajili ya kusoma. Ila kabla hujapata miwani ni vizuri ukapata kwanza vipimo au ukapata matibabu, tukajua namba yako ambayo
hiyo namba itakusaidia kuona vizuri na haitakuletea changamoto yoyote au madhara yoyote. Tumehudumia watu wengi, wanaweza wakafika toka tumeanza, wanaweza wakafika hata 500 hadi 1000 hapo. Changamoto nyingi ambazo zinakuwepo ni kama nilivyosema, allergy. Yaani kuna changamoto kubwa sana ya allergy ya macho, na nahisi inasababishwa sana sana na vumbi kwa mazingira ya Mbeya, lakini pia changamoto ya kushindwa kuona maandishi sasa kwa wazee. Hiyo ni sio ugonjwa, ni hali ambayo inatokana na umri. Lakini pia tuna changamoto ya watu kutoona mbali, pia na yenyewe ipo kwa wingi. Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka huko jijini Mbeya inahitimisha mkusanyiko wa habari zetu za kitaifa. Mapumziko mafupi mtazamaji, halafu tutarudi kuendelea na taarifa yetu ya habari, kuzitazama habari za kimataifa. Abud FM. Keep in touch. 106.9 Dodoma. 98.9 Abud FM. Mbeya inasikika. Abud FM 101.7 Dar es Salaam. 88.3 Abud FM Morogoro. 104.1 Abud FM Arusha. Through Abud Radio, I really enjoy the music. All day, all night. The best radio station. Abud FM. Keep in touch. Karibu Abud Bus Service Limited, ni kampuni bora katika usafirishaji mizigo pamoja na abiria. Karibu katika ofisi zetu mpya zilizopo hapa Urafiki, mkabala kabisa na kituo cha polisi cha Urafiki. Tuna safari za kutoka Dar es Salaam kuelekea mikoa mbalimbali kama Arusha, Mwanza, Bukoba, Musoma, Mbeya, Iringa, Tabora, Tunduma. Vile vile usafiri wa kutoka Kigamboni mpaka Arusha, Arusha mpaka Kigamboni. Kutumia usafiri wa Abud kwa muda mrefu, safari tofauti tofauti, na ni kweli wana huduma nzuri. I recommend mtumie Abud kwa ajili ya safari zenu. Kwa sasa wana magari yao yanaenda Bukoba, kwa wote wenzangu wanaoishi Bukoba mnaweza mkatumia Abud. Na mtazamaji, na sasa ni habari za kimataifa, tukianzia huko nchini Lebanon. Israeli imefanya mashambulizi ya angani katika maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon Jumatano, licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano katika vita vya Mashariki ya Kati ambavyo pia vinajumuisha Lebanon na kusababisha vifo vya watu 5. Shirika la habari la serikali ya Lebanon NNA limesema ndege za kivita za Israel zilishambulia eneo la Nabatie, Al-Faqwa na viunga vya mashariki vya mji wa Kafa Tanbit, huku shambulio jingine la drone likiripotiwa katika mji wa Ansaria. Ingawa kiwango cha vurugu kimepungua tangu Marekani na Iran kutangaza makubaliano ya kumaliza vita hivyo Jumatatu, mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon bado yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 5. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema walinda amani wa UNIFIL wanaendelea kufuatilia hali ya usalama katika eneo hilo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema mwisho wa mzozo huo hautakuwa kamili
bila kuondolewa kwa majeshi ya Israel katika maeneo iliyoyakamata nchini Lebanon. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema wanajeshi wa nchi yake wataendelea kubaki Lebanon kwa muda utakaohitajika. Na tuhitimishe huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo bunge la Seneti la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo limepitisha muswada wa kura ya maoni unaofungua uwezekano wa kubadilisha katiba nchini humo, hatua ambayo inaweza kufungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kubadili katiba na kuwania muhula wa 3 madarakani. Hatua hii inajiri siku 3 tu baada ya maandamano ya wafuasi na wapinzani wa rais kugeuka vurugu. Vyama vya upinzani vinapinga mpango wa kubadili katiba, vikisema ni njama ya kumwezesha Tshisekedi kuendelea kubaki madarakani. Kwa mujibu wa katiba ya sasa, muhula wa pili na wa mwisho wa Tshisekedi unatarajiwa kumalizika mwaka 2028. Hata hivyo, rais huyo amesema yuko tayari kuongoza kwa muhula wa 3 iwapo wananchi wataidhinisha mabadiliko hayo kupitia kura ya maoni. Muswada huo sasa unasubiri kuidhinishwa na mahakama ya katiba kabla ya kupelekwa kwa rais kutiwa saini na kuwa sheria. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa mkusanyiko wa habari zetu za kimataifa, lakini pia mwisho wa taarifa yetu ya habari kutoka hapa Abud TV. Asante sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo mpaka wakati huu. Mimi ni Maclean Kamote, nikutakia usiku mwema.